even our viewers. Kuna watu ambao wamekuwa wakigoja na wakisubiri. Tushukuru Mungu sababu pia naamini wanabarikiwa huku nje na pia na wewe utabarikiwa. So all our viewers out there, I salute you in Jesus' name. I want to hear the word of God today, especially this first Sunday of September 2020. Matthew chapter 5, verse number 14. Matthew chapter 5 and verse number 14. Where the Bible says, "You are that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a lamp and put it under a lampstand, and it gives light unto all that are in the house." Father, I want to thank you for I pray that you find an instrument of grace to bring your word to us. In Jesus' name I pray. Somebody say amen. Amen. Yesu hapa anaongea na anasema ya kwamba wewe ni nuru. I mean you. Yes, it is true. The Bible is now talking about you. Praise the name of the Lord. The Bible is addressing you. When you as your Savior, Jesus Christ there before was coming as the light of the world. But now he is now bringing that light to you. That the other day I was here, and at night the moonlight was very bright because I was out here last week. And so when I went out, clear, the place was bright with the moonlight. It was at night. Did you know that the moon, mwezi hauna nuru yake mwenyewe au yenyewe, inapata nuru yake kutoka kwa jua. Are we together? Now Jesus is saying, you are the light of the world. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Sababu umeokoka sio kitu kidogo kama vile wengine wanafikiria. Nikumbushe uko hapa, saa zingine unaninulia mkono hivi. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Fanya hivyo, unanikumbusha ya kwamba I am not talking to myself. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Men and women of God, if there is any honor, if there is any respect, if there is one can do on another, is now what the Bible is talking about. Praise the name of the Lord. That where you are is full of total darkness. But you know what? He has sent you there as the light of that place. In other words, you are the light there. In your family, you are the light there. If you are employed someplace, you are the light there. Amen. Yesu anaendelea na kusema ya kwamba mji umewekwa pale tukiwa watoto wadogo. When we were growing up from our place, there is a point, the many lights
in Thika town, and also lights here in Nairobi. I'm not very sure exactly where those lights could have been. You could see the lower part, that was Thika. The upper part, that was Nairobi. Because we were on a higher level. So we could look at Thika town. The lights up on the upper side, Nairobi town. Why? Because they had lights. Those times kwingine hakukuwa na stima kwingine. It's only now Thika and Nairobi. And so as far as we were, we could now as far as they were. Praise the name of the Lord. I want to speak to someone. According to God, there is nowhere you can go. So far, and dark can overshadow light. In fact, as more match, you strike it in a very dark room. It is the greater the darkness, the brighter. Bwana asifiwe. Atuhuli hii ya leo, Roho wa Bwana ananiambia ni kwa wewe ni nuru. Na nuru haiwezi kuficha. Wa nuru ni kuangaza. Praise the name of the Lord. Amen. Now, what does that mean theologically? Kitheolojia likiondolewa, kanisa likinyakuliwa, ulimwengu utajaa giza. Praise the name of the Lord. Ulimwengu, nuru iondolewe, ulimwengu utajaa giza. Is somebody here this afternoon? Wewe hata vile unyonge, sababu hata pengine hakuna verses. Ukisikia watu wakiongea mambo sujui ya maono waliona. Ukisikia watu wakiongea mambo ya Mungu alininenea. Ukisikia watu wakisema hivi ndivyo Mungu alinifunulia nilipokuwa nikisoma neno lake, unashindwa gai hawa watu kwa wewe, sababu unaona kama wewe ni mdhaifu, wewe ni mnyonge. Nimekuja kukuambia wewe sio hivyo, wewe ni nuru. Amen. Wewe ni mwangaza. Amen. Hallelujah. Amen. Now, kama Nabii Isaia angeitwa leo arudie ujumbe alikuwa amehubiri hapo awali in Isaia chapter 60. Kama Isaia angekuja sasa ahubiri tena mahubiri ambayo alihubiri Isaia, shine for your light has come. Leo angesema hivyo, angesema arise, shine for you are the light. Maana wakati huo walikuwa nagojea kuangaziwa na nuru ya Mungu. Lakini sasa wewe umekuwa, somebody say I understand. Wakati wa Isaia hiyo nuru ni kuangaza, ilikuwa inaangaziwa kwao. Kama vile wakati huo alikuwa anatuma Roho Mtakatifu wakati ule. Lakini wakati wetu Roho Mtakatifu anaishi na anadumu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio tofauti ya wakati ule na wakati huu. Mungu alikuwa anakuja wakati fulani. Nakumbuka Yesu akienda 38 pahali aliwekwa na watu wao, na palikuwa na maji.
palikuwa na bikira ya maji. Mtu wa kwanza akigizwa, sababu malaika wa Mungu alikuwa anakuja mara moja. You see what I mean? Yesu alipokuja anatakiwa apone, anamwambia lakini sio hivyo, haiendi hivyo, haikui hivyo. Are we together? Lakini Yesu alikuwa anamwambia mimi natuma huyo malaika, lakini sasa ni mimi nimejileta. Praise the name of the Lord. Sasa huyo alikuwa amejileta katika ule mlango wa Yohana 9. Sasa amekuwa Emmanuel kwetu. That is why when I pray atapona. Wakati dada yangu alikuja hapa na akakuja na hiyo picha alikuwa amepigwa, na nikaangalia na nikaona the gap, nikasema it is true, humanly speaking it is difficult, but it is true, with God nothing is impossible. No, sehemu hiyo pahali natakiwa kuwa. Praise the name of the Lord. For with God nothing is impossible. Bwana asifiwe. Now, wakati wa angengojea nuru ikuje iangaze. Wakati wetu wewe ndio hiyo nuru. Wewe ndio hiyo nuru. Wewe ndio unatakiwa sasa kuangaza. Wewe ndio unatakiwa kuwa mwanga. Panakuwa na nuru. Ukienda ukute mambo hayaendi vizuri, wewe ndio unaleta mwangaza. Praise the name of the Lord. It doesn't matter. It doesn't matter what you think about yourself. Maana you don't draw this right from yourself. You draw it from the main right. Amen? Does it say? In John chapter 8, John chapter 8, John 8:12, it talks about Jesus as the source of that light. Mimi nikifikiria ni kama ni ngumu sana nikiongea hivyo. It is the light or the brightness of the light I can give. The Bible says, then spoke Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that follows shall have the light of life. Amen. Somebody say amen. Amen. Yesu ndiye hiyo nuru, na kwa hivyo sisi tunaangaza hiyo nuru. Amen. Kama vile mwezi unatoa mwangaza, na sisi tunatoa mwangaza wetu kutoka kwa Yesu. Pigia Yesu makofi. Amen. Bwana asifiwe. The word right implies a saving knowledge of the truth. The word right implies a saving knowledge of the truth. Let me tell you. Wakati unasimama na unasema amen. Wakati unasimama na unasema I love Christ. Moses, when you are in college and when every other young man, every other young woman are busy doing the things they like most, and there you are saying I love Christ. That is what we are saying. That is huo ndio mwangaza, hiyo ndio nuru tunaongea juu yake. Wakati unaenda pahali na unaambiwa kama hautafanya hivi haiwezekani, na unasema
mimi nimeokoka. Naambiwa basi, kama umeokoka, ondoka, mwingine aingie. Praise the name of the Lord. But you know, kama nafasi yako kama nafasi yako haikuwa pale, haijalishi ni mara ngapi utajaribu. Lakini kama nafasi yako iko kule, hata wakufukuze. I like a passage our brother Ken led us this morning. In my translation, it is a bit different. In Psalm 138 and verse number 8. Ken's version inaongea ya Mungu anafanya mambo yote. God does all things. My King James version inasoma hivi in chapter 38 of Psalms, verse number 8. That God will perfect. God will perfect that which concerns me. Amen. Meaning, katika hali hiyo yako, hiyo hali ambayo umepitia, hiyo hali ngumu, it is only God that can perfect it. Amen. You can testify, you can witness, you can say, we didn't know what we could do when we were told this cannot continue, this cannot happen. And maybe you had no savings. But if you know, when I look at you, I don't look at the miserable people. Ninaona watu ambao wako na ushuhuda wanasema God has perfected that which concerns me. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. No matter how he did it, did you know God has so many ways. Mungu ako na njia nyingi sana. Hello. But you know, we only focus on the few ways we know. But let me tell you, God can use very unfamiliar ways. God can use very unlikely ways. Let me talk to somebody, and especially those who are in employment. Mimi nataka kukuambia kwa microphone hii. Hiyo kazi yako is not your provider. Hiyo kazi yako is only one of the ways God has used. Lakini hata kama itaondolewa, sio Mungu ameondolewa. Come on. Come on. God has so many other ways that he can choose to use so that he may be glorified. I'm not very sure, maana Mungu hakuniongelesha hii. Lakini kuna wengine ambao walidhania na wakafikiria, mimi kama siko kwa hii kazi, mimi ninaweza kukufa. Lakini umeona na nimeona, hauwezi kukufa, maana haukukufa. I told a pastor friend of mine, it is not true that if the church is completely shut down, you cannot continue with life. Your life is not pegged on those tithes and offerings. Our lives are pegged on God as the provider. Praise the name of the Lord. Na kama wewe ulikuwa umeuziwa uongo, si tumesema shetani ni muongo na ni baba wa uongo. Akiongea uongo ni kama vanakila yake. Are we together? Ukaambiwa sababu biashara zimeenda chini, umeisha. Ukaambiwa ya kwamba kazi imeisha, tutaona utafanya namna gani. Hello? Sasa sasa usimame, maana umeona na uliona. Usimame uende urudi pale na ufanye kitu ambacho tunaita
assimilation situation, umwambie hata ingawa hauko hapa, mimi nimeamini, umeelewa na umejua ya kwamba uongo wako hauwezi kwenda mbali. Hello. Wametuambia shule zikifungwa ati mwaka mzima, sijui watoto wetu nini, sijui nini. Let me tell you, our children will go back to school and they will still go back to school. Na watamaliza. They will graduate. Most say you will graduate. You will graduate. Kama haingekuwa hivyo, you didn't know ya kwamba unaweza kuajiriwa bila shahada. Praise the name of the Lord. Wewe ni nuru. Where you are, don't agree, don't compromise with the lies of the enemy. Your provider is God Almighty. He is the source of your provision. He supplies all your need according to his riches in glory through Christ Jesus. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Could be you did get everything you wanted. And I said, and I want to repeat, there is a difference between needs and wants. Have you gone to a supermarket and you had no budget and you had no list, purchase list? Kila kitu si kizuri. Yeah? Yeah? Iba tunaenda, sijui kama ushaenda kwa supermarket ukaona kitu baya. Kwa supermarket, iba tunaenda kwa upande wa TV, gai, haka ni kazuri. Unaenda kwa music system, gai, na hizi ni mzuri. Unaenda kwa viatu, gai, haka ni kazuri. Unaenda pande ile nyingine ya nguo, gai, hizi ni mzuri, ni wa rivals. Unaenda kwa chakula. Ay. Unaambiwa sijui iko na omega 10, omega 3, omega 30. Unaambiwa sijui naye hii iko na nini. Ipa tukienda kwa supermarket, kila kitu ni kizuri. Is it true? Hello? Hello? Am I speaking to myself? Am I speaking to somebody? But because you go to a supermarket with a purchase list, unaenda unaignore what you do not need and you got what you need. Amen? So what has happened is that God has met with all your need for you to live. Amen. What you wanted did come, and with time it will come. Nimeeleweka? Amen? You wanted to graduate because you had a plan in life. You wanted to go to next class because you have a time, a plan. Wanafunzi walikuwa wanasema, mimi nataka nimalize hii masomo. Kila saa kuambiwa utafanya hii, alafu ukimaliza hii, umemaliza hii, fanya hii, ukitoka hapa enda pale, sio ukimaliza hii, mimi nataka kutoka kwa hii nyumba. Mwaka mwingine utakuwa kwa nyumba. Ukiambiwa ukimaliza hii, fanya hii, naye hii, toa hii, naye toa hii, alafu zima taa, alafu hiyo maji angalia. You have another year to be told so. Na by the way, hata ukienda kwako kutakuwa na mambo ya kuambiwa ufanye. Na utafanya. The word light implies holiness of heart and life. Holiness of heart and life. Amen. Bwana sana. Ili ya kwamba maisha yako inaweza kueleweka. Watu wanaweza kusoma namba yako. Watu wanaweza kujua huyu ni Pastor Alfred amepitia hapo. Hello. Kuna wakati tulikuwa na tunyumba
kule Nairobi Mathare Valley. Miaka ya zamani tulikuwa tumejenga hizo nyumba za matope huku. Na sababu nilikuwa nafanya kazi town city center, Nairobi city center. Sasa Mathare Valley hauwezi kwenda vile nilivyo. Hawa jamaa watakumanda. Unaona? So wakati nitaenda kwa ajili ya rent, kuna mzee alikuwa anatuokotea rent huku ndani, huku Mathare Valley. So what I was doing, wakati wa kwenda kuchukua rent kule Mathare, kwa ofisi yangu nilikuwa na nguo za kubadilisha. So wakati maana hakukuwa na simu hizi za ati nimuulize kama ameokota. So unajua leo ni tarehe ngapi? 5, 6, wacha niende 8 hivi. So naenda nabadilisha nguo kwa ofisi, nabadilisha viatu, niko na kabuti karefu, naenda naingia gari za kwenda Mathare. Naenda nikifika pale St. Teresa's, sasa mimi naenda kama mtu wa Mathare, naingia Mathare. So wale wa jamaa wa mtaa, kifika pale unaenda nakuta yule mzee, bana yule alihama, nikapigilia nyumba mshumari, lakini anaingilia kwa dirisha. Listen to me. Kama ungenikuta Mathare, alafu tukutane na wewe town nikiwa sasa hivi, kauliza gari, mtu atakwambia niona mtu huku Mathare, sijui kama ni brother yako. Do you see what I'm saying? Are you better? Maana singeenda Mathare nikiwa hivi, hao watu watanimanda. Maana sikai huku. Mzee mwingine tukajuana, alikuwa na biashara nyingi sana huku, alikuwa na vibada nyingi sana za maji. Haka kajiji haka kale Ken. So alikuwa anafanya, anakuja hapa upande huu wa Isli. Unaona Juja Road, upande huu mwingine wa Isli. Anawacha gari yake huko upande wa Isli. Sasa anavaa kabuti na anavuka. Hao watu wanafikiria ni wa huku, maana amekuja mapema na atatoka huku jioni usiku. Lakini jioni anakuja, anaingia gari yake Mercedes kwanza, na alikuwa anaishi Komarok. Lakini biashara ambayo alikuwa anafanya Mathare, hauwezi kwenda na hiyo gari huku, hauwezi kwenda na Komarok huku. Do you see what I'm saying? Wewe ukiwa nuru, kuna kule ambaye hawezi kuitanishwa naye, kuna kule ambaye hawezi kuingia, kuna biashara ambaye hawezi kufanya. It is true, ndizo zinaleta pesa haraka, lakini hawezi kuzifanya wewe. Is it true? Maana the word light implies holiness of heart and life. Watu wanakuona na wanajua, na hata watu wanaweza kukutolea ushuhuda. Ni dada fulani, huyo wachana na yeye. Huyo ni mnamjua. Huyo hata ni watu wale hauwezi kuchezea. Are we together? Maana hata watu wamejua ushuhuda wako. Wamesikia ukisema, wamesikia ukikanusha mambo ya dhambi, wamesikia msimamo wako. Praise the name of the Lord. The word light implies happiness. Say happiness. Happiness. Did you know it is not holiness, it is not godliness uso watu wengine ambao wanavaa wakikuja kanisani? Paul is telling the Philippians, rejoice in the Lord, and again I say, rejoice. Joy
joy is a fruit of the Spirit. Bwana asifiwe sana. And let me tell you today, from today, I want you to check and reconsider. Do you find yourself every other time miserable? Very miserable. Hauna furaha. Mawazo yako yanahangaika. Moyo wako unapiga. Hauna furaha. Ask God, help me to have the joy of salvation. Mambo ambaye yanaweza kufanya usifurahie hii furaha ni sababu pengine nuru yako imefunikiwa na mambo kadhaa. Did you know, like now in our time, nuru za watu wengi zimefunikwa na kifuniko. Ibaki Yesu akasema ya kwamba huwezi kuwakisha taa alafu uifunike, maana haitakusaidia. The truth inaweza kuweko lakini umeifunika. COVID-19 imefunika taa za watu wengi, hazing'ai, haziangazi. Faktu ukiuliza watu, siku hizi hatuonani. Unajua COVID-19 naye ilipaka kwa simu. COVID-19 naye kanisa hadi huja kuja. COVID-19 naye ushirika naye. COVID-19 naye. Look at this. Ikawa kifuniko. Amen. I am saying, put on your light. Put off that lid, that cover. Amen. Ili nuru yako iangaze. Amen. Praise the name of the Lord. Tuka kwa visababu. Tuka kwa mambo mengi. And I want to announce to somebody today. Hakuna pahali unaweza kujificha, maana wewe ni nuru. Pastor mmoja kasikia amechoka na kuhubiri, na akaona kama yale ambaye aliwacha yalikuwa mazuri kwa ajili ya mambo ambayo alipitia. Na akasema kuna pahali walikuwa wamezoea kabla ya kuokoka kulewa, na akaenda huku. Na akaenda akaketi pahali, na alipokuwa ameketi, mtu mmoja akaangalia akaona, na yule ni pastor nani? Akaita waiter, kamwambia pelekee taska mbili. Waiter kaenda, kamwambia umenunuliwa na yule mzee. Wale wazee wengine walikuwa kasikia ati nani? Mwambia si yule pastor. Wakasimama, wakaenda kwake, wakamuuliza, pastor unafanya nini hapa? Wakamshika, pastor akatoroka. Ndio alikuwa anatoa huo ushuhuda ya kwamba hata bai ilimkataa. Watu ambao walikuwa wanakunywa nao walimkataa. Sijui kama unanisikiza. Wacha nikwambie ndugu yangu, dada yangu, ule mwangaza uko naye, hata shetani akiuona, it's very bright. Shetani anasema it's very bright for me. Very bright for me. Are you together? Are you together? Yes. Toa hiyo kifuniko. Angaza.
Wacha nuru yako. Amen. Let me tell you, out there are no many favors that there are in the Lord. Amen. Maybe kile ambaye unahitaji kimechukua muda, na kuchukua muda sio kusema hakitakuja. Subiri dada yangu, subiri ndugu yangu, subiri mama, subiri dada, subiri mtu wa Mungu, subiri, maana itakuja. Praise the name of the Lord. Wacha nuru yako iangae na iangaze. Christians are made what they are to attract the world. Amen. Wewe ni nuru ili watu, I don't know kama umeona wakati kunanyesha. Wakati kunanyesha, wakati tumeakisha mataa jioni, kuna wadudu wengi sana watoka nje na wanakuja kwa mataa. Maana wanaona nini? Mwangaza. If you want them to go away, put off the lights. Amen. Are we together? Wapendwa, let us live like that light that we are. Now, light does not enjoy itself. Sijui kama umeona maembe or an orange, a very ripe banana. They do not enjoy themselves. It is we, the eaters, enjoy. Maybe you have nothing to enjoy, but everybody out there enjoys you. Wakikuona wanasema, God, mimi natamani kuokoka, lakini sijui kama Mungu angenisaidia niishi kama huyu ndugu, niishi kama huyu dada. Praise the name of the Lord. Ndugu yangu, dada yangu, amua kuangaza. The light doesn't enjoy itself. It's those who are in darkness that enjoy it. God is glorified when people see your good works. Wakikuona na wakisikia wewe umeokoka. Wakati ninaenda mimi nyumbani kwetu Gishagi, na watu wamejua niliokoka, when they ask me, kwani unakula nini Nairobi? Ninawaambia sio kile ninakula Nairobi. It is because of the love of the Lord in me. Ni kwa ajili ya kuokoka. Kwani unaoga na nini huku Nairobi? Sio kile ninaoga naye. It is because of the Lord in me. Bwana asifiwe. 3 things that are very necessary to render good works na nuru yetu. It must be done under the influence of faith in Christ Jesus. Nimesema mara tena, our source of light is Jesus Christ. And so even when we live to glorify God, we do it in faith in Christ Jesus. Let people see you and see the good works and then enjoy the love of God and the goodness of God because of your life. Let people say, mimi kuna kitu tofauti ninaangalia, ninaona. Kama Mungu angenisaidia kama huyu. Wacha watu waone upendo wa Mungu kwako ukiangaza. Wacha Mungu atukuzwe kwa maisha yako. My brother and my sister, you can't afford to cover that light in you. It is time. We have spent now 8 months in custody, in quarantine. Out there, people are waiting because they are in total darkness.
na ni lazima tuenende tukaangaze kule ambayo watu wako gizani. Praise the name of the Lord. As Christians, let us understand, wewe ni mwangaza na wewe ni nuru. You must shine. Let people see. Pahali hakuna mwangaza, kama vile tuliona, ukitembea kwa nyumba ambayo wewe ni mgeni na stima zimezimwa, au wakati mwingine hata haujui zilizimiwa wapi, utachanganyikiwa kwa hicho chumba. Is that true? Let us shine. Let people see our light and know God and glorify God. Mimi sijui wewe umefikiriaje juu ya maisha ya wokovu. Sijui kama umeona aibu, na hasa wakati huu watu wameuliza, wale watu ambao walikuwa natuambia wameokoka, siwaombee hii corona iishe, na ukaanza kucompromise, ukaona kama ni kweli na ni kama Mungu ameshindwa. Let me tell you, God is on the throne. Mwimbaji wa kwetu kasema na wimbo moja, God is glorified in all things. When he destroyed the first world with water, he was glorified. When he saved a few families in Sodom, he was glorified. When he destroyed the armies of Egypt and he saved a few of his people, he was glorified. In all these things, it brings God the glory. Somebody say, I understand. When he saves you out of the thousands, they are telling us, it brings him glory. It doesn't change him to be anything less because of those who have died. Bwana sana. Wewe ni nuru. Kaa maisha ambayo inaeleweka. Kaa maisha ya kuangaza. Wacha watu waone Kristo kwa maisha yako. Wacha watu wamjue Yesu kwa maisha yako, kwa matendo yako, kwa matembezi yako. Let me finish by this. Psalms 19:14. 19:14. Psalms 19:14. Yeah, 19:14. Yeah. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. Wacha maisha yetu, wacha maisha yako kama Mkristo, wacha maneno ya mdomo wako yamletee Mungu utukufu. Amen. Take care of your words. Sikia wengine wakisema hii corona itatuua, itatumaliza. Na hata wengine walikuwa ati wameanza kununua mashamba sababu ndio watauzia serikali for mass grace. Yeah. Ti watu watazikwa na tractors. Makaburi hakutakuwa, kwa hivyo wakaanza kununua mashamba ya kuzika watu. Sisi hatukufi. Sisi ni mabaki ya Mungu. Amen. Sisi tutaishi. Amen. In 1918, the Spanish influenza iliua over 50 million people across the globe. Lakini babu yako na nyanya wa nyanya yako hakukufa. Ndio uko ndio umepatikana. Is it true? Kuna watu ambao walibaki. Hata hii COVID-19 kuna mabaki. Mimi na wewe tutaishi. Lakini wacheni tuishi
tuangaze, tuwe mwangaza, tuwe nuru. Pahali pako na nuru watu hawajikwai. Pahali pako na nuru watu wanaangaziwa. Pahali pako na nuru maisha yanaendelea vizuri. Kanisa ambalo kuko na nuru, wasichana wanaishi vizuri, vijana wanaishi vizuri, wamama wanaishi vizuri, waume wanaishi vizuri, watoto wanaishi vizuri. Kanisa linanawiri na linafaulu. Praise the name of the Lord. Thank you. Tuiname zote mbele za Bwana Mungu wetu na Baba, katika jina la Yesu. Want to thank you this afternoon. Want to thank you even for your word, oh God. May you help us to be the light you expected us to be, oh God. Mungu, tukatusaidie kuondoa vifuniko pahali tumeishi kwa giza. Hata majirani wetu hawatuelewi, watu wetu nyumbani hawatuelewi, kanisani watu hawatuelewi, marafiki wetu hawatuelewi. Leo hii Bwana, tunaondoa vifuniko ili tuangaze, tuishi maisha bali ya kukuletea utukufu. I want to thank you, want to honor you, God, for every man, every woman, every family represented. I now declare and decree, the Lord God, we shall shine and declare and bring you glory in the name of the Lord. We thank you, Father. For those who are not born again, those who are watching us, those who are listening to us, those who came today, oh God, they are not born again because of one reason or the other, God. I am praying now in the name of the Lord. May this light now shine in their hearts, oh God. My Father and my God, I also pray for every man and every woman in the name of the Lord. Mungu wangu, okoa maana unaweza. Ponya maana unaweza. Rejesha kwa imani maana wewe unaweza. Restore, heal, deliver, because you are able. Want to pray for those who are trusting you for a miracle. You are a miracle working God. I want to pray, Jehovah God, for those who are sick. You are our healer, Jehovah Rapha. I am praying in the name of the Lord that God, you intervene for every man, for every woman. My viewers, my listeners, if you are not born again, I will persuade you, there is no other safe place from the Lord. Jesus died for you. He has conquered death. He has conquered sin on your behalf. Come to Jesus. Say this prayer after me. Lord Jesus, I come to you. I'm a sinner. Accept me. You died for me. I accept your sacrifice. Cleanse me from all sin. I want to shine for you and for your glory. I want to live for you. I want to serve you. You've been so gracious to me. You've given me life. You preserved my life from death. And I love you. This afternoon, I purpose and I desire to live for you. In Jesus' name I pray. Father, I want to thank you for those who desire and they have said such a prayer. God, may you help them. Give them words of a testimony from their hearts. Give them boldness and confidence even to openly witness and even testify of your doings and works in Jesus' name. Father, I want to thank you. I want to honor you. In Jesus' holy name I pray. Before